Ndugu makamanda wa polisi, kwa heshima, na zote zimeshawafikia hadi copy. Kwa heshima kubwa, sisi wananchi wa Tanzania kutoka maeneo mbalimbali ya nchi, tunawasilisha taarifa hii kuhusu maandamano ya amani ya nchi nzima yatakayotarajiwa kufanyika tarehe 7 Julai. Maandamano haya yamekusudiwa kuwa na ya amani, nikarudia tena, ya kistaarabu na yanayozingatia sheria za nchi. Lengo lake ni kuwasilisha kwa sauti moja maoni, malalamiko na matakwa ya wananchi kuhusu masuala mbalimbali yanayogusa mustakabali wa taifa letu. Sababu kuu ya maandamano hayo ni pamoja na, nikaandika hapo chini, kudai mchakato wa katiba mpya unaozingatia matakwa ya wananchi wote. 2, kupinga vitendo vya utekaji, upotevu wa watu katika mazingira yasiyoeleweka na kutokuwepo kwa majibu ya kuridhisha kwa familia zao. Kupinga kukamatwa kwa wananchi bila kufuata taratibu za kisheria na msingi wa haki. Nishazungumza. Kudai ukweli, uwajibikaji na haki kuhusu matukio ya mauaji yaliyotokea Oktoba 29, 2025 pamoja na masuala yote yanayohusiana na matukio hayo. Kudai taarifa kuhusu ndugu na jamaa wanaodaiwa kupotea kufuatia matukio hayo ili familia zao zifahamu, zipate haki ya kujua hatima ya wapendwa wao. Kupinga ukandamizaji wa demokrasia na haki za kiraia na uhuru wa kisiasa nchini. Kudai mazingira ya uchaguzi yaliyo huru na haki na ya kuaminika kwa wananchi wote. Kudai kuachiwa kwa kiongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Lissu. Nitakwambia kwa nini niliandika hiyo. Kutetea uhuru wa kujieleza, uhuru wa kuomba, kutoa maoni na haki na haki nyingine za msingi za wananchi. Kudai majibu kuhusu masuala mbalimbali ambayo wananchi wamekuwa wakiyahoji kwa muda mrefu bila kupata ufafanuzi wa kuridhisha. Na hakika hii barua hata VCCM hata moja hawezi kuandika kama hivi. Kulalamika ugumu wa maisha, ukosefu wa ajira, kupanda kwa gharama za maisha na changamoto nyingine za kiuchumi zinazowakabili wa Tanzania. Ndugu makamanda, nimeandika ujumbe huo. Wananchi wengi wanaendelea, unajua kwa nini niliandika? Kwa nini nimepata uhuru wa kuandika hiyo barua? Kwa sababu I still have my Tanzanian passport. You understand? Mimi naruhusiwa kurudi Tanzania muda wowote kwa sababu ni nchi yangu. I have this passport. Hapa imeandikwa Nuru nani? Nuru Masunga, that's my name. Okay, ndugu makamanda, wananchi wengi wameendelea kubeba maumivu, maswali na malalamiko ambayo wanaamini hayajapatiwa ufumbuzi wa kuridhisha. Wengi wanahisi sauti zao hazisikiki, malalamiko yao hayapatiwi majibu na matumaini yao ya kuona haki, uwajibikaji na malalamiko wanayoyatarajia yanaendelea kufifia siku baada ya siku. Maandamano haya ni ya amani. Nimerudia tena mara ya 3 ya kuwasilisha hisia hizo kwa mamlaka husika na kuonyesha umuhimu wa kusikilizwa kwa sauti ya wananchi. Ni kilio cha wananchi wanaotaka kuona Tanzania yenye haki, uhuru, usawa mbele ya sheria, demokrasia imara, uwajibikaji wa viongozi na fursa bora za maisha kwa kila Mtanzania. Tunasisitiza kuwa maandamano hayo hayalengi vurugu, nimerudia tena kusisitiza, uchochezi wala uharibifu wa mali. Washiriki wote wanatarajiwa kuzingatia sheria, nidhamu na misingi ya amani katika kipindi chote cha maandamano. Kwa msingi huo, tunaomba Jeshi la Polisi Tanzania kupitia makamanda wa mikoa yote kuhakikisha usalama wa washiriki wa maandamano hayo, kulinda mali za wananchi na kuheshimu haki za kikatiba za wananchi za kukusanyika na kutoa maoni yao kwa amani kwa mujibu wa sheria za nchi. Tunatanguliza amani, haki, maridhiano, umoja wa taifa na maslahi mapana ya taifa yetu. Tunawasilisha wako kwa heshima,
wananchi wa Tanzania kupitia utaratibu wa wananchi wapenda haki kutoka mikoa yote Tanzania. Mwakilishi tukaandika wananchi wapenda haki kutoka mikoa yote Tanzania, alafu nikadondoka side mwanaume. Kama kuna mtu anabisha kwamba sijaandika vizuri, aseme hapo sijaandika vizuri. Noro, naomba moderator msiwa block, wachaneni nao. So unaona sasa au mashoga wenyewe wanatukana baada kusikiliza, lakini bado they are still here. Ukitaka ujue ni kwamba wanaumia kwa ukweli. Unajua ukweli siku zote ni sawa na nyundo. Unanielewa? Ukweli ni sawa na nyundo, inagonga. Kwa hiyo mimi na enjoy sana nikiona wanaandika hivyo. Unaelewa? Msiumie, tulieni, tulieni. Wala msijali. Ningewapa moderator mngesha wa block wengi. Unaelewa? Mngesha wa block wengi. Waacheni. Kuna ukweli fulani ambao utaingia kwenye akili zao kwa asilimia kubwa. Kwa sababu ujue tunapambana, hawa ni Watanzania kama ni Watanganyika kama sisi. Hawa ni Watanganyika kama sisi. Ni kwa sababu akili zao zina fungus ndio maana. Unaelewa? Ni kwa sababu akili zao zina fungus. Wala msijali. Mimi yenyewe hapa ninakomaa kifikra kuweza kudili na watu ambao tayari akili zao au mioyo yao haijatairiwa. Mnajua kwa Tanzania mtu ambaye asiyependa haki moyo wake haujatairiwa. So they need salvation. Minded salvation. Na Mungu ni mwaminifu. Watakuja siku moja, siku sio nyingi, watakuja kuelewa. Sasa sijajua watanuna, and I promise you I'll still be there for you, kwa sababu you are still my fellow Tanganyika, na siwezi kuwachukia. Kinachowaumiza au baadhi yenu wa distract, mnataka umaarufu ambao hauna maana. Anaelewa? Mnataka umaarufu ambao hauna maana. Sasa umaarufu ambao hauna maana unakusaidia nini? Umaarufu ambao una maana unakusaidia nini? Unacho umaarufu kufuata wenyewe. Umaarufu ambao hauna maana unakusaidia nini? How do you think sisi tunafanya content? Do you think inafanya content? Account yangu ile ya content ambayo niko naimba ilikuwa na followers 200,000 na. Unaelewa? Iko na 200,000 na ile account ilikuwa nalipwa kwa kila content. Na ile account nimegift sio chini ya milioni 60, milioni 70. Account ilikuwa inaenda level 38. Kwa hiyo waulize watu ambao wana gift atakwambia hizo levels na gharama shilingi ngapi. Unaelewa? Kwa hiyo ukija hapa kwangu ukacomment ukadhani kwamba nitakupa tagi, unatafuta umaarufu, bado unakuona bado ni chizi. Bado unakuona kama kichaa taira. Kwa sababu huwezi leta umaarufu na kati kuna mtoto mmoja mdogo ambaye alikuwa tumboni kwa mama yake miezi 9 na akaenda akafunguliwa mama akazalia chini. And still tunasema kazi na utu. Babangu mimi hapa amekufa akiwa kwenye foleni hospitalini. Telling you, my father died kwa kwenye foleni hospitalini. Kama tungekuwa na hospitali nzuri. Sio watu wote wanakufa hospitalini. Sio wagonjwa wote wanakufa Tanzania kwamba eti wamekufa kwa mapenzi ya Mungu. No. Watanzania wengi wanakufa kwa mapenzi ya serikali. Unaelewa? Kwa sababu nakwambia kwa sababu gani? Kwa sababu hawa mashoga wanao comment hapa, kuna baadhi ambao wako kwa wazungu huko. Wanajua kabisa kuna mzungu fulani kukutana naye ana kimashine hapa. Kuna mwingine anatembea na insulini yake, anajichoma mwenyewe. Bado anadunda tu. Unaelewa? Ni diabetica. Ugonjwa wa kisukari. Kuwa mgonjwa wa kisukari sio kana eti sio ndo kufa mapema, hapana, sio kweli. Unaelewa? Wenzetu wana magonjwa mabaya sana. And they are still living. Mwingine ana kimashine hapa. Na anafanya mazoezi.
Tuna uwezo wa kutengeneza hospitali nzuri sana ambazo Watanzania wengi hawatakimbia tena India. Tuna uwezo wa kutengeneza mfumo mzuri wa elimu ambao hata viongozi wetu wa nchi hawatawapeleka watoto wao nje kwenda kusoma, watawabakiza nchini kwa sababu tuna elimu nzuri. Unanielewa? Pointi yetu ni kwamba rasilimali ambazo tuko nazo zitumike kwetu. Hamna kingine. Unanielewa? No wonder uko hapa unapinga kwa sababu hata elimu ambayo mahali iliko tufikisha ndio ambayo imekupelekea wewe kuwa hivi ulivyo. Kwa hiyo mpaka uko hapa unanifuatilia na unaniangalia mpaka umeandika umechoka. Unatamani nikutaje lakini sikutaje. No, I'm not here after that. After hizi maupuzi. Sasa mimi mambo yasio kutafuta sio maarufu sio nani, mimi uko sipo. Umaarufu unapata nini wakati watu wanakufa ovyo? Umaarufu wa harakati. Bora ungekuwa msanii unaimba watu unaenda popote watu unapeana nao mikono hivi. Okay, mimi sasa hivi naenda kupeana mkono na nani? Tanzania yenyewe nakuja huko nakuja Tanzania lakini nitaingia kwa kujificha. Unanisikia? Naingia Tanzania kwa kujificha. Baka sura yangu kama imetoboka. Naingia Tanzania kwa kujificha. My motherland. Nchi ambayo tuna claim kwamba ina amani, lakini watu hawawezi kuongea kwa uhuru. Shoga akipewa mic akiongea sasa ndo anaambiwa sasa point. Sasa wanaoongoza nchi imekuwa vice versa. Mabumunda yako anaongoza nchi. Afu watu wenye akili timamu wako mtaani. Man. Jahazi linazama, Mola ninusuru baba. Yo, unanisikia? Tuna safari ndefu sana kama watu wa Tanganyika. We have a long way to go. Lakini tumuombe Mungu. Kama moyo wako unaongea kuhusu habari za haki, usiache, endelea kuongea habari za haki. Unasikia? Kama moyo wako unaongea habari za haki, usinyamaze. Mungu awabariki sana. That was my time. Na mpaka uko hapa kunisikiliza, that means unapenda haki. Unaelewa? Mpaka uko hapa, that means unapenda haki. Kama umenielewa andika hapo chini nimekuelewa. Sasa angalia mtakapoanza kuandika hapo chini, angalia machoko ya nani atakapoanza kuona hivyo. Asante sana. Kama umenielewa andika hapo chini nimekuelewa. Twende nyingi, yani comment zile nyingi. Asante. And that's what's up. Ye mashoga, mmeona hapo chini? Mmeona wapenda haki wanavyoandika hapo chini? Mbona wapenda haki wanavyoandika hapo chini? Mungu awatunze. Tunaelewa pressure, kuna wengine hawezi kuzungumza, but Mungu amesimamisha watu kwa ajili ya kuzungumza on behalf, wala msijali. Mimi I didn't even know kwamba itafikia kipindi nitaongea on behalf of Tanzanian people. Never. Sijawahi kuwaza hicho kitu. Na sijawahi kuwaza kwamba nitakujaga siku moja kupigiwa simu na watekaji kunitishia maisha. Sijawahi kuwaza hicho kitu.
Sijawahi kuwaza kwamba muda mwingi naweza nikatumia kwa ajili ya kuwasemea Watanzania badala ya zaidi ya kuongea na ndugu zangu. I've never thought of that. Yaani sijawahi kufikiria kwamba nitakuja kuwa busy kwa ajili ya ukombozi wa nchi yangu. Lakini imekuja tu automatic. Sijawahi kuwaza kwamba eti nitakuja eti kukaa kujiamini na kuongea mbele za watu. Sijawahi. Mimi nimezoea kuimba mbele za watu. You understand? Nimezoea kuongoza watu kwenye praise, kwenye worship. You understand? Kuimba mbele za watu wengi, kualikwa kwenda kuimba kwenye makanisa. Kwa sababu nimekulia kichachi boy. Unaelewa? Sio kwamba sina dhambi, nimekulia kwenye uchachi boy. Ndio maana ukiniangalia kama nakaa kichachi fulani hivi, kitu ambacho sijuti na I'm happy for that. Nimekulia huko. Na kama wewe unaamini katika Mungu, you have to speak the truth. Unatakiwa kuifanya ukweli iwe dhahiri. Ongea mbele ya hadhira habari za ukweli, maana ndio hiyo ambayo inatupasa kuzungumza kama Watanganyika, kama Watanzania. Unaelewa? Ndio kitu ambacho tunapaswa kuzungumza kama Watanganyika. Na nikwambie kitu. Kwa mashoga wote, kuna sheria ambayo itakuja kwenye nchi yetu. Mtapigwa mawe sana. Muombeeni Mungu, neema ya Mungu iwe kubwa sana. Lakini mtapigwa mawe. So guys, Mungu awatunze sana. God bless you. Machoko wote ambao mko hapa, Mungu anawapenda. Warumi 4:2 anasema, Warumi 2:4 au 4:2. Kuna lile andiko linasema kwenye Warumi, au udharau wema wake na ustahimilivu wake. Hapo anasema usijue ya kuwa wema wa Mungu wa kuvuta ili upate kutubu. Unajua tunaachwa hai ni kwa sababu ya makusudi fulani. Hata mimi leo niko hai ni kwa sababu Mungu anataka nifanye kitu fulani. Ukuzaliwa tu bila purpose. Kila mwanadamu ana purpose. Unaelewa? Au kuzaliwa bila purpose, au kuzaliwa kuja kuemewa nyuma ya kisogo na mwanamume mwenzako. Au kuzaliwa kuja kubadilisha jinsia. Mungu wakati anakuumba alijua kabisa atakuumba na mjulus, atakuumba na kiungo cha kike, lakini sasa unapoenda kujitoa unajiweka manyonyo, unajiweka na nini, na kwa that means wewe umeona Mungu bure. Kwamba Father God, what did you do to me? Hichi kitu gani umeniwekea? Ukaamua kutoa, ukaamua kujibadilisha na kwa jinsia nyingine. That's bullshit. Lakini neema ya Mungu bado ipo. Mtu ambaye anaweza kukuhukumu wewe ni Mungu peke yake. Biblia inasema yaliyo wazi ni ya kwenu nyinyi na watoto wenu. Unaelewa? Lakini yale yaliyo sirini ni ya Mungu. Hata tufanyaje hatuwezi kuyajua. Kuna mambo ambayo yamefungwa ambayo hata tufanyaje, hata tujitahidi kuyasearch hatuwezi kujua. Mfano, Mungu ametokea wapi? Huwezi kujua hivyo vitu. Mungu amevificha hivyo ili tusimzoee. Ndio maana wakati anawaongoza wana wa Israeli, kuna mahali fulani alikuwa anachukia sana. Aliwaambia, "Oya, nyinyi machali mnanizoea. Cha kufanya na wapeni malaika atembee na nyie. Atembee kwenye wingu. Kwa sababu nikiendelea kukaa na nyie nitawaua. Kwa sababu mnazingua." Akawapa malaika. Akamwambia, "Lakini hata huyu malaika mwenyewe mkimkera atawakata na upanga kama like nothing. Like nobody's business." Kwa hiyo ukiangalia Mungu ana huruma na sisi. Regardless tunafanya mambo mengi mabaya lakini ana huruma. Regardless unamtetea Samia wakati aliua watu lakini bado ana huruma. Kwa hiyo sisi yale anasema yaliyo wazi ni kwetu sisi na watoto wetu ni yale ambayo yamefunguliwa kwenye upeo wetu tuweze kujifunza kupitia hayo. Lakini yale ambayo hayajafunguliwa kodi nitaachana nayo. Yaani siwezi kuhangaika kujisumbua na kusumbua kuyafahamu kwa sababu hayajafunguliwa. Ila kama ushoga ambayo imeandikwa kwenye Biblia, ole wao wafiraji na wafirwaji, hiyo nitakemea mpaka naingia kaburini kwa sababu mimi sitaki kuzaa mtoto shoga. Yaani sihitaji kuzaa mtoto shoga. Namsi Mungu kwa sababu nguvu zangu siwezi. Father God, ninakuomba, I beg you. Yaani
kwenye moyo wangu, kwa sababu ushoga ni kama msiba, ni kama msiba wowote ambao mtu amekufa. My father died, my mother died. Nikizaa tena mtoto mwingine, nikizaa mtoto afu akawa shoga, Mungu, huyu ni sawa na mtu aliyekufa, kwa sababu umesema ole wao. Na kwenye ole ni kwamba ni kuna alamu ya hatari. Unaelewa? Kuna kitu kinaitwa ole. Ole wa nchi na bahari. Ole wako. Ukishaona mtu amekunyoshia kidogo kwambia ole wako, hapo kuna warning, hapo kuna alama ya hatari. You need to be careful kwamba chochote kinaweza katokea. Ndio maana ole. Ole ilikuwa ni kwa ajili ya mwanadamu. Ole sio kwa ajili ya ole. Umeelewa? Ole. Kwa hiyo utakapozaa shoga, anza kuomboleza kwa sababu ni msiba. Sasa inatakuwa Biblia inasema ni huruma za Bwana tuangamie, kwa rehema zake hazikomi. Yeye ni mpya kila siku. Uaminifu wake ni mkuu. Anasema ni huruma za Bwana tuangamie, kwa kuwa rehema zake hazikomi. And I know tutakuja siku moja tutashangilia ushindi wote kwa pamoja. Unaona ambao unatukana hapa, kuna siku utakuja kumsingizia kama ni shetani alinipitia, lakini I know kwamba the spirit is really high for now, but tunaamini Mungu ni mwaminifu, tutakombolewa na tutaokoa nchi yetu inshallah. Mungu ni mwaminifu. Lakini ili neno ninalokuambia leo, kama ni mwanaume, sio watu wamebadilisha jinsia, au sio ambao wameamua kuvaa nguo za kike. Kama ni mwanaume ambaye unaingiliwa kinyume na maumbile, au unamuingilia mtu kinyume na maumbile, wewe pia ni shoga. Hiyo laana nitakuwa kuiepuka. Na nchi yetu sasa hivi imevamiwa na hicho kitu. Ndio maana hutaka usikie Samia anazungumzia habari za ushoga. Hutaka usikie. Kwa sababu kiti cha enzi kimevamiwa. Kiti cha uharibifu, Babeli mkuu, mama wa makahaba, amekaa enzini kwa jina la monitor, the spirit of monitoring. Kwa hiyo ile spirit nayo monitor hapo, kuna vitu vingi vinaibuka. Kuna premature death, kuna haki kuminywa, kuna kuonewa, viko vitu vingi sana. Man, kuna vitu vingi sana ambao kama wanadamu wangefunguliwa macho na kuona, wangeona siri nyingi ambazo Mungu inawezekana hataki tuzione kwa sababu tutaogopa. Anauliza Nuru, topic ni maandamano au ushoga? Vyote. Kwa sababu sasa utawaita mashoga waende kwenye maandamano. Hata tunataka kukomesha ushoga pia ili watu wapate nguvu ya kutetea nchi. Sasa wewe shoga anatetea nchi. Ana audacity gani kusema tunakataa utekaji? Ngumu sana. Ngumu. Ndio maana hata uone nikiwa address. Kwa hiyo this I'm just talking general. Mungu atunze jamani, tutaonana baadaye. Na wait a minute. Naomba nipandishe hii account alafu muifollow. Hii account ni ya harakati. Naipandisha hii account alafu mtaifollow kwa haraka. Ruvazi kwa wapi? Telino. Nipandishe account jamani, kwa sababu hata hivyo hapa nimejikaza sana kuongea, but haikupaswa niweze kukaa mpaka muda huu hapa. So naipandisha hii account alafu mtaifollow.
ili huko nikija huko nitaweza kuongea maneno mengi sana, maneno mengi ambayo ni magumu. Hii account hapa naipandisha. Hii ni account yangu mimi. Kwa hiyo follow ni account ni harakati. Huyo ni mimi. Huyo. Follow ni account, hiyo ni account yangu mimi. Follow ni account, follow ni account, follow account. Hii account ni ya kwangu mimi, ni harakati. Zile zingine zote nikiandika Nuruvazi wanaziblock. Hii nimeweka Nuru OG, Nuruvazi OG. Follow ni account, ukinikuta huko follow to account, follow account. Wewe ni Bwana Mfalme. Kuna watu wanaandikia message, Nuru unawezaje kuvumilia? Watu wanaandikia, Nuru unawezaje kuvumilia machoko? No, neema ya Mungu ni kubwa sana. Neema ya Mungu ni kubwa. I'm telling you. Neema ya Mungu ni kubwa sana. Neema ya Mungu ni kubwa sana. Issue ni kwamba tumetofautiana. Kuna wanaharakati ambao waliingia kwenye harakati baada ya kupata. Ungeniacha nizungumze, nimalize, na mimi nimekuomba wewe kama mfariji. Hebu tusikilize tunasema nini, alafu baadaye utatujibu. Ungeniacha nizungumze, nimalize, na mimi nimekuomba wewe kama mfariji. Hebu tusikilize tunasema nini, alafu baadaye utatujibu. Zetu wa damu, watu tuna machungu, na ninataka niwaambie viongozi wangu, hasa mkuu wa wilaya, unayo nafasi kubwa sana uko mbele. Jaribuni kumshauri rais kile kitu ambacho watu wanakisema, na msiogopeshe watu wasiache kuzungumza. Hamtaweza kutibu hili tatizo. Tatizo hili acheni watu wafunguke, wazungumze kile kitu ambacho wamekiona. Tumezika watu leo, huwezi kuzungumzia habari ya mwendokasi wakati umenizika mimi. Mwendokasi shingapi? Watu tuna uwezo wa kuchangia, tumetoa bei, tumetoa sisi wenyewe kodi zetu, lakini kwa sababu watu hawajasikilizwa, ndio maana tumefikia huko. Tutafute resource. Kwa nini watu wamefikia huku? Tunao vijana wengi wamegraduate vyuo, wako humu ndani, hawana kazi za kufanya. Serikali hajiulizi. Niache nizungumze. Hiyo ni video ya kitambo. Okay. Basi ngoja nikupe basi ambayo iko recently. Tukienda hakuna chochote kinachotia moyo, chochote ndani ya miezi minne. Hamna hata kitu tunaweza tukasema kwamba kidogo tumeona kuna dalili za kuwapata ndugu zetu. Hakuna. Yaani hakuna chochote kinachotia moyo. Yaani mimi ninachojua serikali ina ndugu zangu. Yaani naweza tu kusema hicho. Serikali ina ndugu zangu. Kwa sababu hawana utoto wa kusema wakapata, na tuna uhakika 100% popote tutaenda, tuna uhakika kwamba wamepotelea kwao. Walisema na hawana utoto huo. Kaka hata apate dharura ya kikazi, haya anaenda wapi? Atapiga simu, atasema hawezi kukaa miezi minne asituambie chochote. Alafu mara mwisho tumeenda, kuna askari anatuambia nyinyi ndio mnajua waliko. Sasa nyinyi mnakuja mnasema kwamba ni video za zamani. Okay, nitawaonyesha video za karibuni basi. Okay? Kwa sababu unajua saa nyingine hamna haja ya kuishi kwenye dumu la uongo na wakati ukweli unaonekana. Hakuna Mtanzania ambaye hajui kwamba nini kinaendelea Tanzania, okay? Kwa hiyo wakati unaamua kujiondoa ufahamu, unaamua kujiondoa akili, jua kabisa kwamba unajiharibia wewe na unajidhulumu nafsi yako. Sio, unanielewa? Unajidhulumu nafsi yako.
sitamani kuona unajiondoa ufahamu. Sitamani. Okay, tumsikize na Tundu Lissu. John Heche, kina Sugu, wote pamoja. Hao watu wanalipwa. Hao hapa ni huyu hapa ni Tundu Lissu. John Heche, kina Sugu, wote pamoja. Hao watu wanalipwa na wazungu ili waje kutuambia sisi wananchi wa Tanzania kuhusu yanayoendelea. Hao watu wanalipwa na wazungu ili wadai katiba ya nchi. Hao watu wanalipwa ili watuambie barabara ni mbovu. Hapo kuna watu mlicomment vibaya kuhusu jamaa. Hamkutaka kumsikiliza amaliza. Wanalipwa na wazungu ili waje kutuambia Tanzania kuna utekaji. Hao watu wanalipwa na wazungu na watuambie mapungufu ya elimu yetu hawa. Kwa hiyo tuwapinge na tuwakemee kwa tabia zao. Binafsi, wakati sisi wa Tanzania tumekubali, tumeridhika na elimu tulionayo, tumeridhika na barabara tulizonazo, wa Tanzania hatupaswi kujua kuhusiana na ufisadi. Hatupaswi kujua. Ila hawa wanakuja kutufumbua macho na kutuambia vitu kama hivi. Yaani kitendo cha kwanza cha huyu jamaa kuongea backward, yani kuongea nyuma mbele, nyuma mbele sijui wapi. No, hamjamuelewa huyu jamaa. Sikizeni. Msimhukumu. Huyu jamaa ameongea point, hamjamuelewa. Hao hapa ni msikize tena. Hapa ni Tundu Lissu. Sikilizeni. Huyu hapa ni Tundu Lissu. Kitu kingine natamani wa Tanzania tujifunze ku-reason, tujifunze kusikiliza. Sikilizeni huyu jamaa alichokiongea. Wote pamoja. Huyu jamaa hajaongea ubaya, ameongea uzuri. Sikilizeni. Huyu hapa ni Tundu Lissu. John Heche, kina Sugu, wote pamoja. Hao watu wanalipwa na wazungu ili waje kutuambia sisi wananchi wa Tanzania kuhusu yanayoendelea. Msikilize kwa makini. Hao watu wanalipwa na wazungu ili wadai katiba ya nchi. Hao watu wanalipwa ili watuambie barabara ni mbovu. Hao watu wanalipwa na wazungu. Wanalipwa na wazungu ili waje kutuambia Tanzania kuna utekaji. Hao watu wanalipwa na wazungu na watuambie mapungufu ya elimu yetu hawa. Kwa hiyo tuwapinge na tuwakemee kwa tabia zao. Binafsi, wakati sisi wa Tanzania tumekubali, tumeridhika na elimu tulionayo, tumeridhika na barabara tulizonazo, wa Tanzania hatupaswi kujua kuhusiana na ufisadi. Hatupaswi kujua. Ila hawa wanakuja kutufumbua macho na kutuambia vitu kama hivyo. Sisi wa Tanzania tusikilize serikali yetu ambayo inatuambia kuwa tuende tukalime parachichi Njombe. Sisi wa Tanzania tuwasapoti mawaziri wetu wanapotuletea wachezaji, tuwe tunajitokeza kwenda kuwapokea airport. Bahati nzuri serikali yetu imetangaza kabisa kuwa yeyote atakayekuwa anafanya ujinga mtandaoni, huyo mtu itadili naye. Kuna vitu vingi sana vya kufuatilia. Mtandaoni sio sehemu ya kupinga maendeleo au kauli za viongozi. Ni sehemu ya kwenda kuangalia filamu ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan iliyotua. Ni sehemu ya kwenda kuangalia Wema sasa hivi amejifungua. Ni sehemu ya kuangalia sasa hivi Diva ameacha kazi Wasafi. Ni sehemu ya kuangalia kwa sasa hivi uwanja Yanga bado hawajaanza uwanja. Hizo ndo mada ambazo zinatakiwa sisi vijana wa Tanzania tuwe tunabishana kwa ajili ya manufaa ya taifa. Lakini kuanza kuzungumzia masuala ya siasa tuyaache. Tunapoteza muda. Huyu hapa ni Tundu Lissu. Yaani huyu jamaa utamuelewa tu kama akili yako imetulia. Amesema hivi, hawa watu ameanza vizuri. Huyu hapa ni Tundu Lissu. John Heche, kina Sugu, wote pamoja. Hawa watu wanalipwa na wazungu ili waje kutuambia sisi wananchi wa Tanzania kuhusu yanayoendelea. Hawa watu wanalipwa na wazungu ili wadai katiba ya nchi. Hawa watu wanalipwa ili watuambie barabara ni mbovu. Hawa watu wanalipwa na wazungu. Yaani anamaanisha kwamba wanalipwa na kwa wale watu ambao hamjaelewa. Maana wengi mlimwataki mkamtukana wewe. Mmemtukana mshikaji afa ameongea point sana. Yaani huyu jamaa ameongea, yaani ndio kitu ambacho nazungumza. Mpaka inafikia jamaa anatafuta ustadi wa kufikisha ujumbe. Hawezi kuongea straight kwa sababu hakuna uhuru wa kuongea. Umeelewa? Lakini anachokiuliza, anachojaribu kuwafikirisha watu. Kwa hiyo okay, wanaposema watu wanalipwa na mabeberu, inamaanisha kwamba hawa wanalipwa
ili wawaambie Watanzania wapambanie haki ya kuwa na barabara nzuri. Hawa watu wanalipwa kwa ajili ya kuwaambia Watanzania tukatae utekaji, kwa sababu it makes sense, unanielewa? Sio, unanielewa? Kwa hiyo anauliza, kwa hiyo hawa ndo wanalipwa sisi tulalamike kuhusu utawala bora. Akasema tena, kwa hiyo hawa watu wanalipwa kukataa utekaji. Huyu bwana ameuliza, yani kitu ambacho nakizungumza, Tanzania hatuna uhuru wa kuongea. Ndio maana huyu mshikaji ameamua kutafuta kwa akili kuweza kufikisha ujumbe. Kwa hiyo mfano mimi hapa Nuruvazi, mimi ninalipwa na wazungu kwa ajili ya kuwapambania Watanzania wenzangu wasitekwe. Kwa hiyo mimi ninalipwa na wazungu kuzungumza habari za ajira, kwamba Tanzania kuna tatizo la ajira. Kwa hiyo mimi ninalipwa na wazungu kuambia Watanzania kuandamana ni haki yao, na kati kwenye katiba imezungumza. Kwa hiyo inatakiwa wazungu tena wanilipe mimi, ili yani mzungu gani ambaye anakulipa kwa ajili ya manufaa yako? Mzungu gani anakulipa kwa ajili ya manufaa yako? That's question. Mnaelewa? That's a question. Kwa sababu agenda inayokuja au hoja wanazokuja kutuambia kwamba wanaharakati wanaleta uchochezi. Ukiangalia kitu ambacho uchochezi ambao nauleta, uchochezi ambao wana claim wao kwamba mimi naleta uchochezi, ni kuhusu Mtanzania ambaye amesoma chuo. Inawezekana wazazi wake wamekopa pesa, na mwisho wa siku unakuta wazazi wanakufa, hata mwanao hajapata kazi na maliza chuo. Unaelewa? Yaani uchochezi unaoleta mimi ni kupambana kusema kwamba madini ya kwetu, rasilimali zetu ambazo tuko nazo sisi zinaliwa na mabeberu. Yaani hawa mabeberu wananilipa mimi kwa ajili ya kuwapondea wao kwa ajili ya kuchukua mali kwetu. It doesn't make sense, unaelewa? I make sense, unaelewa? I make sense. Kwa hiyo mimi naleta uchochezi kwa kuambia Watanzania, kila Mtanzania ajue haki zake. Kuna siku moja niliwaambia, nilichukia sana. Kuna mshaji wangu mmoja nilimwambia nitajia haki zako 5 za msingi. Nilitamani kumpigia kofi, sema nikopo mbali. Unajua alinijibuje? Anaona naogopa kutekwa. Haki za msingi 5. Ndio maana ukimweka mtoto wa mzungu anaijua siasa, anajua haki zake za msingi toka akiwa na miaka 7. Anajua haki zake. Ana miaka 7, anajua haki zake yeye kama mwananchi. Ndio maana hata ukimweka mtoto wa mzungu na mtoto wa Mwafrika, mimi si praise wazungu, by the way. Mimi si praise, na sitaka ni praise kwa sababu vitu ambavyo wanavitumia vingi vinatoka kwetu. Unaelewa? Vitu vingi wanavyotumia wazungu vinatoka kwetu. Rasilimali wao kuendeleza nchi yao, sio madini, na vinatoka kwetu. Ndio maana kumweka mtoto wa mzungu na umweka mtoto wa Mwafrika, ukauliza swali hilo moja, mtoto wa mzungu atakujibu kwa upeo mkubwa kuliko mtoto wa Mwafrika. Sio kana kwamba hatuna akili. Inawezekana tukawa na akili kushinda hata wao. Lakini misingi ambayo tumekulia ni misingi mibaya sana, ni misingi, mwanangu, ni misingi ya kiboya, misingi ya kipumbavu sana. Kio, unanielewa? Kwa hiyo inatakiwa wakati unakuja kwenye platform kama hii, make sure akili yako iko sawa. Yaani ukiweka mapenzi ya chama chako kuliko uzalendo wa nchi, unapotea. Hapo ndo mahali ambapo tunachengana, kwa sababu mimi sio mwanasiasa. Mimi Nuruvazi sio mwanasiasa. Unaelewa? Mimi ninaishi siasa kwa sababu siwezi kuikwepa siasa. Lakini swala la haki za binadamu nimeamua kuongelea on behalf, kwa sababu sio wengi wanaongea. Sio, unanielewa? Kwa hiyo popote utakaponiona, mimi sina chama chochote. Kwa nini sina chama? Kwa sababu nimegundua vyama vya kwetu sisi mara nyingi sana watu wanaenda na mioyo na sio kuthink. Unaelewa? Wewe tukana tu, mimi nakuja huko nakuja tarehe 12 naanza safari. Watu wanapenda chama chao, sijui Chadema, sijui CCM, lakini hawezi ku reason.
hana uwezo wa kutoka hapo kwa sababu amesharithishwa. Unaelewa? Amerithishwa. Kwa hiyo huyu hata akiambiwa kwamba tunafanya kitu hichi hapa, anasema anakubali. Haoji tena. Tuko na vijana ambao hawawezi kuhoji kwa nini baba ameniambia niseme hivi. Na kati watoto wenzetu ukimwambia fanya hivi, atauliza kwa nini? Anataka kujua kwa nini nifanye. Umeelewa? Ila Mtanzania ukimwambia kwamba oya, chukua jiwe mpige Nuru, haulizi mara mbili, anakutwanga. Haulizi. Umeelewa? Haulizi. Kitu ambacho wenzetu walifanikiwa, wakati wenzetu wanafanikiwa kukomboa fikra ya mwananchi wake. Sisi hapa tulikuwa tunakazana kwa ajili ya kucontrol fikra ya mwananchi wetu. Unaelewa? Kuna tofauti. Wenzetu wanajitahidi kukomboa fikra ya mwananchi, kukomboa fikra. Kukomboa fikra ni kwamba uweze kuhoji. Sio kwa kuwa ni rahisi, utakachoniambia hichi niseme tu hivi, niseme tawira, niseme ndio. No, inatakiwa uhoji, usiwe kama bubu, usiwe kama ligogo. Lazima uhoji. Sio, umenielewa? Umenielewa wapendwa? Kama naongea point uniambia naongea point. Achana na UVCCM. Kwa sababu mimi mwenyewe najua naongea point. Iko ukifuatilia hata kwa mama na mtoto. Kilio, mama akiwa amekaa hivi watoto wanacheza kule, haimsumbui wao kupiga kelele. Sio, unanielewa? Haimsumbui kupiga kelele. Kitakachomsumbua mtoto kunyamaza. Am I making sense? Kitakachomsumbua mzazi yote, ameshangaa watoto wamecheza wamepiga kelele, mara wamenyamaza ghafla. Kinamsumbua sana. Kwa nini amenyamaza? Lazima akimbie kwenda kuangalia nini kimetokea, kwa sababu sio kawaida. Na ndio maana hata mtoto wakati anajifungua, mtoto akinyamaza kimya bila kulia, mwanangu mtoto atapigwa makofi mpaka alie. Yaani atavibuliwa, anapigwa vibaya. Kwa nini unanyamaza? Sio, unaelewa? Yaani mtoto akinyamaza, mtoto mwenyewe akizaliwa lazima alie kwanza. Lazima declare kwanza kwamba nimetoka, analia kwanza, kwa sababu sauti ndio kiwakilishi kwamba niko hai. Sijui unanisikia nyie UVCCM na nyinyi ambao mnapenda vyama vyenu. Sauti ndio inawakilisha kwamba mtu yuko hai. Sikiliza, fuatilieni kama wewe ni mzazi huko hapa. Kama wewe ni mzazi huko hapa na una mtoto. Kimya cha mtoto ndio ambacho kinakuogopesha zaidi kuliko kilio cha mtoto. Mtoto akilia haupati shida sana, ila akinyamaza kimya lazima utapata shida. That is true. Hata ukatai, that is true. Hata mama yangu mwenyewe alikuwa ananiulizaga. Mungu amlaze mahali pema. Tulikuwa tukicheza. Mimi na mdogo wangu tulikuwa tunagombana sana. Tulikuwa tunagombana. Kuna muda fulani tulikuwa tunapigana, anaamua kutuacha tu hivi. Tukinyamaza kimya, anakuja anachungulia. Sangine tulikuwa tunamuona anatuchungulia. Huyu alikuwa na confirm nini kinatokea. Nini kimetokea? Mbona Machali amenyamaza? Kwa sababu kelele ndio ambazo zinamfanya mtu afahamike kwamba yuko hai. Kelele ndio ambazo zinamfanya mtu ajulikane yuko hai. Sasa tukiwa kama vijana ambao hatuwezi kuhoji, tunabakia kama magogo. Mna faida gani kwenye nchi nyinyi? Kama sio miskuli ambayo inaishi. Mwanangu, ni bora ukakimbia hapo, ukaenda nje, ukaenda zako hata Kenya, hata wapi. Nenda kule, kama unaona huna uhuru wa kuongea, nenda zako kaongea hata kule. Wapendwa, vijana ambao wamekaa kimya, hawawezi kuhoji, hamna tofauti na misukule. Yenye mnaishi, mnatembea kati mmekufa. That's it. Vijana ambao mnatembea hamwezi kuhoji kwamba nchi yetu inaenda hivi na hivi na hivi. Nyinyi ni watu mliokufa zamani. Matondogoso. Tunataka vijana ambao watahoji, sio kwa kutukana wala sio kwa kuvunja sheria. Tunataka vijana ambao watakao hoji, madini yetu yanaenda wapi? Kwa nini watu wanapotezwa? Kwa nini watu wanakufa? Tunataka watu ambao watakao hoji. Mnanielewa? Sio ninaongea nikiwa wapi.
Wewe unanyamaza ukiwa wapi wakati wenzako wanakufa? Na mimi nitakuuliza, ukiniambia naongea nikiwa wapi? Na mimi nitakuuliza, wewe umenyamaza wakati wenzako zako wanakufa ukiwa wapi? Kale wenzako wanasimama na mimi, wewe unauliza niko wapi? Unaponiuliza wewe mimi naongea niko wapi? Naongea nikiwa wapi? Naongea nikiwa mbali na Tanzania. Lakini wewe unaongea au unanyamaza kwenye ujinga na utondogoso na upunguani na uzezeta ukiwa umekufa ukiwa wapi? Kwa sababu hakuna tofauti ya mtu ambaye anapigwa na Ali na mfu. There's no difference. Hakuna tofauti. Hivi unajua Tanzania kuna vijana wana akili sana. Hivi unajua Tanganyika kuna vijana wako smart sana. Una habari hiyo? Unajua Tanzania kuna vijana wako smart. Sio Chadema, sio CCM. Kuna watu wako wana akili kinoma. Great thinkers wako kule. Lakini angalia nini kinatokea. Nanisikia? This is why I'm coming July tarehe 17. Tarehe 12. Tunatamani kuona why talent za vijana zinafichwa. Yaani sasa hivi mtu akishakuwa chawa ndo anaonekana kama anatetea nchi. Yaani kuwa chawa ndo unaonekana unatetea nchi. Okay. Elimu tulionayo kwa wasomi ambao mko hapa. Kwa wasomi ambao mko hapa. Niambieni elimu ambayo tuko nayo imetusaidia nini mpaka leo Tanzania? Kukaa kwenye kompyuta kutype, Microsoft Word. Kukaa kwenye kompyuta na kutype. Unajua PC nilishakupa platform ya kuongea, kwa hiyo ukitukana hapa na kuona kama ni mtu ambaye anyway. Elimu tulionayo imetusaidia nini? Kwa nini Watanzania wengi hawatamani kuishi Tanzania? Wanaotamani kuishi Tanzania wale tu. Ni wale tu. Wako na maisha mazuri. Kwa nini kazi kupata Tanzania mpaka uwe na connection? Oya we, acha upimbi, sijai kutukana hata siku moja. Nikikwambia mpumbavu, nimaanisha kwamba wewe ni mpumbavu. Kwa nini elimu tulizo nazo hazisaidii chochote? Mimi sijai kutukana hilo tusi. Acha ujinga. yani kuna watu ni wapumbavu sana. Mimi matusi yenyewe nayaogopa. No, wananibwajima wala usiwa block kuachana nao. Leo nimeamua nataka niwafundishe kitu kwa sababu hamna kitu kibaya kama mtu mwenye akili timamu kujifanya chizi. Unaelewa? Wafuatilie, waulize watu ambao wananifahamu mimi hapa kama nimewahi kuwatukana. Ila mambo ya kisenge ambayo mnayaleta kwenye nchi yetu ndio ushoga ambao unawafanya wengine mnabadilisha jinsia. Usenge. Biblia inasema ole wake anayefirwa, ole wake na mfiraji. Hii inakuja kwenye both sides. Unanielewa Hii inakuja both sides. Asa mimi kusema kwamba usenge hatutaki kwenye nchi yetu nimetukana. Wewe ukizaa mtoto msenge utajisikia vizuri? Maana watu wanaofirana ni wasenge. Au kuna neno lingine mbadala ya usenge? Tena Biblia tena imeandika tena imenyoosha vizuri. Wafirwaji. Usenge hiyo yenyewe wamemarinate. Sisi hatutaki usenge kwenye nchi yetu. Sisi hatutaki usenge kwenye nchi yetu. Hatutaki usenge. Nisikilize. Utakapozaa mtoto muombe Mungu sana. Kila siku nawaambia marafiki zangu, unapotoka kwenye mlango wako, muombe Mungu nisaidie. Kwa sababu hii dunia ina mambo mengi sana. Unakuta mzazi umepambana, umemlea mtoto wako vizuri, afu anakuja kubadilisha jinsia. Ni kumuomba Mungu ayashughulike. Sio, unanielewa? Huu ni msiba kama misiba mingine. Mwanangu kuzali toto lisenge ni msiba kama misiba mingine. I am telling you. Na mimi saa nyingine mpaka machozi yananitoka. Bro, muombe Mungu sana. Huu ni msiba kama misiba mingine yoyote.
Kuzali toto ambalo linapumuliwa kisogoni na mwanaume mwenzake. Mwanangu, hivi uone kwamba hata inatia kinyaa? Yo bro ni msiba. Yani, in the name of Jesus, that will never be my portion. I rebuke. Yani, my God. Mwanangu, pambana unavyopambana. Yani, piga goti usiku na mchana. Dunia imevamiwa mwanangu, na ndio wanaolidi nchi, wanaolidi dunia. Pambana kila unavyoweza, mwambie Mungu ninusuru ya Rabbi. Ya Rabbi, ninusuru mtoto wangu asiwe msenge. Ninusuru Mungu, mtoto wangu asiwe msenge. Ni bora awe jambazi lakini sio msenge. Nakutana na mtoto wa kiume anabadilisha kabisa sauti. Anajiita anti Eric. Anti nani? Anti nani sijui. Anti Shabani. God forbid. Mungu, najua mimi sio kamili mbele zako. But kizazi changu na kuomba kisiwe mashoga. Imagine for the God. Mtu anahemewa kisogoni mwanaume. Na matako ya mwanaume yalivyokuwa magumu, lakini mtu anapata audacity ya kuja kumwingilia kinyume na mwanaume mwenzake. Men. Sumak. Jesus. Mtu anapata uhuru kabisa, anatoa suruali, afu anaingia sehemu za haja kubwa ya mwanaume mwenzake. Na ndio ambao hizo hata kuzungumzia habari za haki. Marafiki zangu, ukipata neema ya kuwa na mtoto, mimi nina mtoto, jitahidi sana kwa both sides, kwa mwanaume au mvulana awe msichana. Muombe Mungu sana. Kwa sababu dunia sasa hivi unapambana kama saa nyingine kuna wazazi hatuwezi kuwalaumu. Unapambana kama mzazi. You have tried to give your best kwa watoto wako. Unaelewa? You have tried to give your best, malezi mazuri. Lakini trust me, saa nyingine sio hata uzembe wa wazazi. Saa nyingine ni dunia na ile spirit ambayo, kwa sababu anapotoka anaenda kukutana na watu wengine duniani huko. Unaelewa? Anaenda kukutana na dunia nyingine na watu wengine. Yule mtoto asipokaa kwenye maombi, sikiliza, mzazi una nguvu ya kumwombea mtoto wako. Hata kama wewe ni mdhambi kiasi gani, neno lako linasimama kama sheria. Alafu linapigwa muhuri kwenye kiti cha enzi cha Mungu Baba. Unaelewa? Mzazi yoyote, sikiliza, regardless una dhambi gani. Yani neno lako ukishaongea duniani ni sheria kwa Mungu, amelisimamisha, maana wewe ni Mungu wa duniani. Unaelewa? Yani wewe ndio Mungu wa duniani. Kwa hiyo saa nyingine mimi I don't blame wazazi, kwa sababu kuna wazazi wanapambana. Man, I've tried my level best. Mwanangu anataka hichi na wakagua. Sio nimewafundisha kwenye misingi mizuri. Mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata atakapokuwa mzee. Nimefuata hizo scriptures. Understand? Nimewapa elimu dunia, nimewapa elimu ya akhera, lakini ni Mungu tu aingilie kati. Kwa hiyo namwambia tu Mungu kwamba God, have your way. Just have played my part. Kama mzazi, have your way. Kwa sababu mwanangu, nikuulize, mtoto anakuwa shoga. Wa kiume anakuwa shoga. Atapata ujasiri wa kupambania haki za wengine? Gwajima, tuongee ukweli mwanangu. Salma, uko hapa, tuongee tu ukweli. Tuongee ukweli. Mtoto wako ameshakuwa shoga, anakuja anasimama mbele ya watu. Afu na ameshabadilisha sauti. Jamani, tunaomba tukemee utekaji. Kweli anapata audacity hiyo kweli, ujasiri kweli unasimama. Yaani unapataje ujasiri wa kutetea wengine? Unapataje ujasiri huo? Man, you just go first, fix your agenda and then come back. Come back. Fix your agenda, then come back. So my point ilikuwa ni hivi, wapendwa. Ukishaona uwezi unaambiwa ufanye kila kitu na uulizi kwa nini, wewe una tofauti na mfu, umekufa.
tuna safari ndefu sana. Kuna baadhi ya misingi ambayo tumekulia kama Watanzania, hatuwezi kulaumu, lakini at least we are coming slowly. Anaelewa? Tunakuja taratibu. Taratibu tutaelewa. Nakuja taratibu. Nakuja taratibu. Tuko kwenye dunia ambayo ina mambo mengi sana. Lakini kwa nchi yetu Tanzania, man, we need salvation.